tumekuwa na zoezi hapa la kuondoa taka kwenye sehemu ya mto wetu huu, lakini na zoezi la kupanda miti pia. Sasa moja ya majukumu ya watu wa bonde hawa ni pamoja na kuprotect maeneo kama haya, kuhakikisha yanaendelea kulindwa ili mkondo wa maji na mtiririko wa maji usije ukaingiliwa. Ukiingiliwa una madhara kwa uhai wa namna ambavyo watu wanaishi. Kama unavyoona Dar es Salaam, wakati fulani maji yanaingia kwenye nyumba za watu, kunakuwa na maisha yasiyokuwa ya kawaida wakati wa mvua, kwa sababu kama hizi unaona kuna maeneo ambayo yanatakiwa yaachiwe maji yapite yanaingiliwa. Lakini upandaji miti ni zoezi la kila siku kwa maana ya uhifadhi wa mazingira, lakini ulinzi wa maeneo kama haya pia unalindwa kwa kupanda miti ya kutosha. Kwa hiyo sisi tuna maagizo kwanza ya msingi ya kupanda miti 1.5 milioni kwa kila ya halmashauri. Kwa hiyo tunapopata mdau anayekuwa mstari wa mbele kama wenzetu wa bonde kwenye kupanda miti, kwetu sisi ni mileage. Tunaendelea kusogeza kilomita, yani tunaendelea kuvuta namba zetu zile ambazo tumeelekezwa na serikali kupitia ofisi ya makamu wa rais mazingira. Kwa hiyo nimefurahi leo kushirikiana na wenzangu wa bonde kwenye shughuli hii kubwa na muhimu, na nawapongeza sana kwa kudedicate muda wao kwenye kuinvest kwenye kazi hizi za kusafisha maeneo haya. Namna hii tukifanya hivi tunawasisitiza wenzetu wanaoongoza eneo hili, serikali ya mtaa huu, kwamba hapa hapatakiwi kuwa hivi. Wanatakiwa watu wazuiwe kufanya walichofanya. Ukiangalia hizi taka zote sio taka za asili, ni taka zinazozalishwa kwenye maisha yetu sisi wanadamu wa kila siku. Unaona kuna mifuko hapa, kuna chupa ambazo zinatokana na vinywaji tunavyotumia. Hapa hakuna takataka ambayo ni natural, hakuna vipande vya miti, hakuna nini. Yote hizi takataka ni takataka ambazo tumezalisha sisi. Kwa maana majirani zetu hapa ambao wamepata bahati ya kuwa pembeni ya mto, wao wameona kama eneo hili ni eneo la kutupa taka, kitu ambacho sio sawa. Kwa hiyo kupitia zoezi letu, labda watendaji wa serikali ya mtaa hapo hapo. Sasa we mtendaji wa kata, take charge bwana. Watu wanaofanya haya mambo, nyinyi mna bylaw zenu, wapigeni faini. Wapigeni faini ili waache na kuwatengenezea utaratibu wa kusafisha hili eneo. Mimi naamini huyu anayekaa hapa huyu au yule pale, yani lazima kwa simhukumu, lakini 60-70% anahusika na yanayoendelea. Na hata kama husiki alitakiwa kupaza sauti, kwa sababu pembeni ya nyumba yake kuna mambo yanayofanyika ambayo sio mazuri. Kwa hiyo chukueni hatua kuhakikisha eneo hili linalindwa, na miti tuliyoipanda ni kazi yenu kuitunza. Kupanda ni jambo moja, lakini miti inatakiwa itunzwe. Tengenezeni utaratibu wa miti endelee kukaa, ili mwakani tukija kwenye zoezi kama hili tukute miti yetu imeendelea kukaa vizuri. Kwa hiyo wataalamu wa sayansi wanatueleza umuhimu wa miti kuwepo, kwa sababu sisi tunabadilishana hewa na miti na vitu vinavyoota sisi wanadamu. Kwa hiyo umuhimu wa kupanda miti ni mkubwa sana, kwanza kwa ustawi wetu wenyewe, lakini kwa utunzaji wa mazingira. Lakini kwa maeneo kama haya, ukiwa umepanda miti ya kutosha pembeni, ni njia pia ya kulilinda hili eneo. Kwa hiyo umuhimu wa miti unajieleza wenyewe. Sasa hivi tuna crisis kubwa ya climate change, na moja ya jambo ambalo tunasisitiza ni upandaji miti. Mheshimiwa Rais amekuwa kinara wa nishati safi. Nishati safi maana yake tunataka kuhama kutoka kwenye kutumia njia za asili za ukataji wa miti, kuni, mkaa, twende kwenye nishati safi. Kwa hiyo yote hiyo ni kuhakikisha miti tunaiacha ili ifanye jukumu lake la msingi la kustawisha mazingira, lakini kuondoa mabadiliko ya tabia nchi, tupate mvua kwa wakati na kuepukana na mafuriko au ukame kwa sababu ya ukataji miti usiokuwa na wa kawaida. Hichi tulifanya leo ni muendelezo tu wa shughuli zetu ambazo tunazifanya, ambazo kimsingi ni kulinda vyanzo vya maji, kuepusha zile shughuli za kibinadamu zinazoathiri vyanzo vya maji. Halikadhalika tunafanya ulinzi wa maji yaliyoko chini ya ardhi, kwa maana maji yanayopatikana kwa kuchimba kisima, halikadhalika mabwawa na shughuli zingine ambazo zinahusiana na upatikanaji wa maji. Kwa hiyo uwekezaji mkubwa uliofanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ujenzi wa miundombinu mingi ya upatikanaji wa maji, dhamana ipo kwetu sisi wa Tanzania kuhakikisha vyanzo vya maji tunavilinda ili maji yaweze kupatikana.
Nikiri kwamba uwepo wa miti na uoto asili unasababisha chemchem ziendelee kuwepo na yatoke maji mazuri na yenye ubora. Tumeendelea kupanda hii miti na tumeendelea kushirikisha jamii zinazofanya shughuli karibu na hii mito ili kuwa ni mwanzo wa kutunza hii miti. Tumeendelea kupanda na hali kadhalika hii miti tuliyoipanda kuna jamii zinazoishi ndani ya haya maeneo tumezishirikisha kuhakikisha kwamba zinaendelea kutunza hii miti ili endelee kukua na dhamira ya utunzaji wa mto uendelee kuwepo.